Mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako kama ilivyoada tumekuwa tukiangazia habari na uchambuzi wa matukio ya kimichezo ambayo yametokea katika wigo mpana wa kitaifa na kimataifa. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia katika upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba juu ya taarifa ambayo inamhusu Alassane Maodo Kante, kiungo huyu Msenegali ambaye kwa msimu uliopita alikuwepo kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba nyota huyo amerejea kwenye kikosi cha klabu ya Simba kufuatia tu lengo la klabu ya Simba kuweza kumuuza kugonga mwamba, na mchezaji huyo bado ana mkataba na klabu ya Simba wa takriban miezi 9, jambo ambalo litawalazimu klabu ya Simba waendelee kumiliki kama mchezaji wao ambaye atakuwa ana train na timu katika kile ambacho kinaaminika kwamba ni kuzingatia kipengele cha kimkataba, lakini pia wakiwa wanampatia gharama zote za mchezaji, lakini tu hatakuwa kwenye mfumo, lakini pia hatohusika katika zile mechi ambazo zinawahusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kunako ligi kuu soka bara, lakini pia na mashindano mengine mengi ambayo Simba kwa msimu huu hatakuwa anashiriki. Kwa sababu gani? Tayari wamekwisha mtoa kwenye mfumo na hatambuliki kama ni miongoni mwa wachezaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na hii inafuatia kwamba ni Simba kutimiza idadi ya nyota 12 wa kigeni, jambo ambalo linamzuia Kante na pengine pia hayupo katika mipango ya uongozi wa Simba. Ndio maana ilikuwa rahisi kuweza kumtoa na kuingia sokoni kwenda kutafuta kiungo mwingine ambaye tayari amekusha ingia kwenye kikosi cha Simba ambaye ni Ibrahim Jabal. Kwa hiyo Simba ilikuwa ina mpango wa kumuuza Kante kwenda katika timu mbalimbali za Afrika ya Kaskazini, lakini pengine dili limekuwa kubwa na hatimaye imeweza kugonga mwamba, na kiungo huyo amerejea kwenye klabu ya Msimbazi na atakuwa sehemu ya kikosi cha Simba katika upande tu wa kutamatisha mkataba wake wa miezi 9 ambao ndio umesalia akiwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Na hii ni kwa mujibu tu wa baadhi ya waandishi wa habari wakubwa wa kimichezo barani Afrika ambao wamekuwa wakiripoti habari hizi na kuziweka hadharani juu ya Maodo Kante, miongoni mwa viungo ambao kwa msimu uliopita walionekana kwamba Mwalimu Steve Barker alikuwa anawahusudu kuweza kuwatumia katika upande wa eneo la kiungo cha ukabaji kutokana na namna yake ambayo amekuwa anacheza. Ni kiungo mtumwa kiwanjani, amekuwa ana ile fighting spirit, amekuwa anafanya kazi ngumu kiwanjani, jambo ambalo lilitokea tu kuweza kuwavutia benchi la ufundi la klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba likiongozwa na kocha Steve Barker. Lakini tu pengine ni pendekezo la viongozi na matakwa pia ya viongozi juu ya marekebisho ya eneo hilo ndilo ambalo lilimfanya klabu hiyo kuweza kumkata kwa msimu wa mwaka 2026 2027. Hii inakwenda kuwa kama vile historia tu ya ilivyokuwa kwa mtu kama vile Mohamed Bajabil ambaye pia ameshawahi kupitia kwenye kipindi kama hiki, kwa maana kutolewa kwenye mfumo alafu anakuwa sana train na timu, kwa maana bado mkataba unakuwa unamfavor. Kwa hiyo kwa Kante tena imerejea hivyo, na pengine labda hadi hapo ambako ataweza kupata timu na klabu ya Simba ikaridhia ofa ambayo itakuwa imeletwa na timu husika ikimuhitaji kiungo huyo raia wa Senegal. Jina langu mimi ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru kwa wewe ambaye umekuwa nami kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, Jumapili njema.